Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi. Tuko kwenye makala ya yanayojiri tunapojadili mjadala ambao umekuwa ukiendelea kuhusu michango katika maeneo ya ibada na tofauti ambazo zimeibuka. Tuelekee katika kaunti ya Taita Taveta ambako Hezron Kimari anatangamana na wakazi wa eneo hilo kuwauliza, je, ni sawa viongozi wa dini kuendelea kupokea michango kutoka kwa wanasiasa? Tuwasikize. Hizo pesa anazotoa hivyo zinasaidia, angelikuwa anasaidia makanisa yote kwa jumla Kenya nzima, hiyo tungelisema ingelikuwa labda ni nafuu. Lakini sasa kaunti moja, unaenda kwa kaunti moja unatoa hizo pesa zote kwa mtu kwa kanisa moja, ama tuseme tu kanisa moja. Kwa nini? Je, hizo nyingine zitahudumia namna gani? Hata kama ni ni siasa. Kama ni siasa basi azunguke kote kwa jumla. Lakini sio kuturai namna hiyo ama kurai watu namna hiyo kwenda tu kwa kaunti moja na kutoa hizo pesa zote kanisa moja. Hiyo ndio kitu ambayo tunasema haiko sawa kwa jumla. Nyingine kama gani unasema? Kwanza yeye analeta pesa kwa makanisa. Je, hao viongozi wa kidini wachungaji wanaendelea kupokea hizo pesa ama wakatae? Kama vile ambavyo wananchi wanauliza maswali mengi. Bana yenyewe kwa jumla vile ilivyokuwa imepitishwa, mwenyewe pia alikuwa amepitisha hiyo, ama bunge alikuwa amepitisha akasema kwamba pesa kama hizo ama mtu yeyote asichukue pesa kwa kanino za harambee kama hiyo ziondoke. Kwa nini yeye sasa anatoka katika mkataba badala kuwa kiongozi bora aonyeshe watu wengine wafuate mfano? Yeye sasa ndio anarudi anafanya vile, anakaidi vile alivyokuwa amesema. Viongozi wa kidini wanachangia ufisadi nchini. Hata wenyewe angalia aibu. Tukiangalia shule hazina madarasa, watoto waende shule, alafu pesa zinapelekwa makanisani. Umuhimu wa kanisa na shule ni nini? Mimi najua umuhimu, shule ndio muhimu zaidi. Maana hata hawa manabii ama mapasta wamesoma kupitia hizo shule. Kwa hivyo hiyo pesa ingepelekwa kusaidia wanafunzi shuleni. Yeah. So unahisi hizo kwa nini mnaona kwamba, maana nafikiri kutoa fedha kanisani watu wengine pia hutoa fedha? Mbona rais akitoa inakuwa ni jambo la kuzungumziwa sana? Anaweza kuwa ni rais ndio maana anatoa, lakini hizo mwenyewe anazitoa wapi? Maana tukipiga mahesabu mshahara wake hawezi ingiliana na hiyo pesa anayotoa. Hata mtoa sadaka hata 1000, maana najua hiyo 1000 naweza fanya kibarua niipate. Lakini president tunasema mshahara ni 1.4 million. Uwezi niambia kwa mshahara wako 1.4 million uende utoe milioni 20 mahali. Huo ni mshahara wa miaka mingapi? Au ni mshahara wa miezi mingapi? Hiyo pesa ni ufisadi. Hizo pesa za kanisa manzee, hao viongozi wanataka tu tutaingia kwa kanisa ilete vurugu tena. Hizo doi inafanya kanisa imekuwa kama biashara. Juu sasa hizi kanisa ni kiongozi akienda kwa kanisa najua kitoa do pale mambo yenye wamekuwa wanafanya njia barabara kwanza si hivi yenye kunanyesha hivi tunaumia manzee, lakini do anapeleka kanisa si waunde hizo njia. Wache kutupima viongozi wachache acha wasikie. Muache hiyo maneno manzee, muache hiyo maneno. Viongozi sisi tunaumia, waunde manjia, waunde makalaba nini hizo do kama 20 milioni yote, na hiyo ni njia ngapi wameunda? Si unaona? Wache kutuumiza. Sasa viongozi wa kanisa wafanye, maana yake hiyo pesa wasichukue manzeji, watuoni penye inaenda hadi. Mimi naona ichukue tu kidogo, isichukue mingi, kwa sababu sasa mbona ichukue mingi? Sasa 20 milioni na sisi tunakaa hapa hivi hata sijashika mita moja na unapeleka kanisa. Kwani kanisa itasaidia nini? Afadhali wajenge shule. Afadhali wajenge mashule, hospitali, vitu kama hizo zinasaidia wananchi. At least kama mimi ni mgonjwa, nenda kanisa kweli nitibu kweli? Kanisa inanitibu? Haiwezi. Nitaombewa na sitapona. Na nikipeleka hospitali nitatibiwa na nitapona. So maoni yangu kuhusiana na viongozi kupeleka pesa kwa kanisa, manze wachorio story. Kanisani ni huduma na ni huduma ya Mungu. Na kila mmoja ajifundishe kutoa fungu la 10, malumbuko na zaka kamili na kuwa mstari mbele ya kanisa. Na tunaomba viongozi wote wajiunge kwa msikiti na wajiunge kwa kanisani, na wakipata uongozi kama huo wataweza saidia mwananchi na kuwa na huruma na mwananchi yule wa chini. Na area yote ya magavana vile wao ni viongozi wetu na tunawapenda, tunaomba ya kwamba waendelee kuingia mashinani. Kwa hivyo kwa kifupi wewe unasema ni vizuri wa viongozi wa kidini waendelee tu kupokea pesa kutoka kwa wanasiasa, haina shida? Wachungaji hawana shida yoyote, wanapokea washirika kila aina ya washirika.
na katika hali ile ya kumtolea Mungu inakanga ni siri ya mtu. Kwa hivyo ni kila mmoja afanye nini? Atoe sadaka. Lakini kitu mbaya ambapo inaleta shida ni ile mtu anatoa sadaka ama fungu la 10 na inatangazwa kwa media kwamba nimetoa 1,000,000, nimetoa 3,000,000, ambapo hiyo ilikuwa mtu atoe bahasha yake kanisani na hiyo ni siri ya moyo wake. Umesikiza kauli kutoka Taita Taveta. Shukran sana Hezron Kimari. Na nirejee kwa swali ambalo nilikuuliza Pastor David awali. Mtu akija atoe sadaka, atoe fungu la 10, atoe mchango wake, hizo pesa huenda wapi? Kwa sababu tangu Nyeri tumesikia wengi wao wanasema zinaingia mfukoni mwa bishop ama yule pastor ama yule mhubiri. Ni kweli wengi wao wamesema hizo pesa zitumiwa kuweka miradi ya maendeleo katika jamii, kanisa haliwasaidii. Je, hizo pesa huwa mwananchi anafaidika nazo vipi? Tuseme hiyo milioni 20 ikiletwa inanifaidi mimi vipi kama muumini wa lile kanisa na kadhalika? Tutajie hilo. Na maybe nikirudi kwako daktari, vile vile unaweza kuchangia kwa kusema ama kwa kuchangia kwamba tuseme sadaka na fungu la 10 labda inaweza kuwa ya siri, kwa sababu lakini huu ni mchango, ni harambee, watu wanawazoea, historia inaonyesha ni kutangaza mtu ameleta kipi. Kwa hivyo itofautishwe kwamba mchango utofautishwe, lakini tuanza kwanza nawe Reverend. Pengine niseme hili neno moja, uwajibikaji. Kwa sababu kila kanisa linafaa liwe na mpangilio, mikakati ambao imewekwa pale kusaidia kujua wakati hizi fedha zinakuja zitatumika kwa njia gani. Kuna miradi tofauti ambao itachangia kubariki ama kusaidia wale wasiojiweza. Ni projects kadhaa, zingine ni za kikanisa, zingine ziko nje ya kanisa, zingine zitakuwa ni kama zile administrative costs ambazo ni za siku moja kwenda siku nyingine katika ile kanisa. Kwa hivyo kwa kusema ukweli, jambo la pesa zimeenda tu kwa mchungaji mmoja ama kwa bishop ama kwa mambo kama hayo, I think challenge kubwa iko pale ni uwajibikaji, kwa sababu kama matoleo wakati yanakuja hakuna mtu anajua, hakuna mtu anaelewa. Pale ICC kwa mfano tuko na ile AGM. Mara moja kwa kila mwaka tutawaita washirika wetu, watakuja na wajue tumezipokea fedha kiasi gani mwaka ambao umepita, na hizo fedha zilitumika vipi, na ni lazima tueleze. So unapata kama makanisa basi yatakosa accountability. Yes. Then hiyo itakuwa ni challenge kubwa sana, kwa sababu tukajua. Lakini na wenda ikawa yale mambo ambao watu pia wanateta kuhusu makanisa, wenda ikawa au mambo yanafanyika kwa makanisa mengine. Kwa hivyo hapo hatufai kusita kusema kwamba ni ukosefu wa huu uwajibikaji ambao ni changamoto. Kwa hivyo kama wewe pia mshirika mwenye ambaye anaenda kuabudu Mwenyezi Mungu, ni jukumu lako basi kuomba na kuhakikisha kwamba mahali ambapo unaenda ni mahali ambapo unaona kuna uwajibikaji. Na niseme pengine hakuna kanisa mnasema 100% ni perfect, kwa sababu sisi wote tuko katika hiyo nafasi, tunaendelea na kukua. Lakini pia washirika wakati, kwa sababu unaona wakati wengine tunakuja tunatangaza na unaangalia tu bado wanashangilia, unaelewa. So hiyo inakuonyesha kwamba pia tuko na changamoto pale. Basi niendeleze pale ambapo mhubiri amemalizia. Inakutia wasiwasi unapojibu lile swali lingine ambalo niliuliza, iwapo kama ni mchango, kama ni harambee iko sawa. Inakutia wasiwasi wewe kama mhubiri kwamba kuna wale ambao hawafanyi kwa mujibu wa yale ambayo mngependa yawe yanatekelezwa, kwa sababu wanasema nzi mmoja ndio uharibu mchuzi. Kwa hivyo labda wewe unafuata taratibu zako, kanuni zako, unafanya vyema, lakini kuna yule ananunuliwa ndege, ananunuliwa Mercedes, anajengewa nyumba, anapelekwa holiday na kadhalika. Wengi wanahisi kwamba pesa zao zinatumiwa vibaya, hakuna ule uwajibikaji. Inakutia wasiwasi kama mhubiri unapoona tetesi kama hizo zikitolewa? Na kutofautisha ile michango, kisha turudi kwake Sheikh. Asante Zubeida. Ni muhimu kujua jinsi ambavyo wenzangu wanasema ya kwamba kila maeneo ya ibada iko na kanuni zao na iko na jinsi ambavyo wanatekeleza mambo yote hapo. Sadaka
ni aina 7. Ya kwanza, unapotoa sadaka yako, unatoa kwa sababu unaabudu. Cha pili, unatoa kwa sababu unajinyima. Cha tatu, unatoa kwa sababu wewe ni mwaminifu kwa mafundisho unayopata hapo. Cha nne, unatoa ili ufalme wa Mungu uendelee uendelee mbele. Lingine ni kwamba unatoa kwa sababu hakuna mtu amekusawishi kufanya hivyo, unatoa kwa hiari. Na ingine unatoa kwa sababu una ujasiri unapotoa. It is a cheerful giving. Iwe ni kidogo, iwe ni kiasi gani, unaitoa kwa sababu unaitoa kwa ujasiri. Na ya mwisho ni ili utukuze jina la Mungu. Hiyo ndiyo sadaka. Hii ufanyi ukionyesha mtu mwingine, ufanyi ukitangaza, ufanyi kuambia hata mchungaji, wazee wa kanisa, mtu yeyote yule, hata wale mazemansi ambao wako hapo. Unatoa kwa sababu unaabudu Mungu. Na hii nani anafaa kutoa? Ni kila mmoja ambaye amekuja kwa nyumba ya Mungu. Kisoma kitabu cha Wakorintho wa pili 6, utakuta ya kwamba kila mtu ajipange jinsi ambavyo anatoa na asikuje mbele ya Mungu mkono mtupu. Na haijasema ya kwamba kuja ukiwa tayari kuitangaza. Hata usije ukuja kama mtu mwingine amekubebea. Kuja ukiwa wewe mwenyewe, ukitoa unapeana kwa utukufu wa jina la Mungu. Je, inafaa kutangazwa mchango? Kuna michango ambayo inatangazwa. Kama tuko na harambee, labda tunataka kujenga shule ya watoto, tunataka kujenga kitu fulani, tunataka kujenga kanisa, tunataka kufanya kitu fulani, na tunaipanga ikiwa ni mchango. In most churches inakuwa baada ya ibada maalum. President Moi used to do that. He would go to churches after the service, then something is done kama fundraiser. Na si kitu ambacho umestukia, ni kitu ambacho mlipanga. Juzi tuliona ingine ya Kiislamu ambayo ilikuwa pale Weston Hotel. Na mtu alikuja na milioni ngapi? 3. Na ikapeanwa. Haikuwa ndani ya msikiti, ilikuwa ni mchango maalum yenye ilikuwa somewhere. It is on record, hata nyinyi mnaweza kuplay that. Na wengine, hata sisi, mimi ni Presbyterian PCA, tunakuwa na mchango. Mchango huo hauchanganywi na sadaka ya ibada. Inakuwa ni mchango maalum ya kuenda kufanya kazi fulani. Na shaka ni vipi? Ndipo ninasema tusidanganyike. Wakenya wanalia jinsi ambavyo tumewaona, kwa sababu wewe ukiwa baba uwezi enda na watu wakuone kule kwingine kwa runinga ukipeana pesa na wao wamelala njaa hapa. Wao hawajaenda shule, watoto hawajalipiwa karo. Nasema nini? Hapa Kenya saa hii kuna hii mambo ya SHIF na mambo ya SHA. Watu wanalia ya kwamba mahospitali hawawezi wakapata pesa. Sisi tukiwa madhehebu ya NCCK, serikali tunawadai bilioni 7. Na hiyo iende kwa record. All of our religious institutions, including those that belong to the Islamic faith, tunawadai bilioni 7 kutoka wakati wa NHIF mpaka wakati huu wa SHIF. Uwezi kupeana 100 million just like that and 20 million and 2 million here and there, yet you have not paid this kind of a debt that you owe. Number 2, you cannot have our university lecturers not paid because the new university model has failed. The capitation in schools are not going on. We are no longer prepared even for the infrastructures in schools for grade 10 which is coming. What are we talking about? Na tutarudi kuangalia suluhu kabla tuhitimishe. Tukirudi kufuata hiyo, niseme hivi. Hii ni siasa ya mapema. Na hii ni aina ya muundo mpya ya ushawishi.
Naam, na tutarudi kwako tuangazie tukiingia katika sehemu ya kuhitimisha. Sheikh, wewe binafsi amegusia daktari. Kwa hivyo kwa mtazamo wako unadhani ni timing iko mbaya? Kwamba sasa hivi Wakenya wanapitia mengi, hawataki kuona kitu ambacho hakiangazii yale wao wanataka. Na hili swala vile vile la uwajibikaji, je, unadhani pia katika maeneo ya ibada kuna ule uwajibikaji ambao utarejesha ile imani ya mwananchi kwamba hawa ni viongozi ambao wanaweza kuwategemea, kunipatia mwelekeo, kunitetea? Kwa sababu badala ya kunitetea ametaja baadhi ya mambo ambayo Wakenya wanayazungumzia, afya na elimu na kadhalika. Badala wao viongozi kunitetea, wao wanapokea tu pesa ambazo zinaonekana kuwafaidi wao, wakiniacha mimi ni hangaike na mimi ni muumini wao. Tuna semi ambalo ni katika mafunzo yetu ya Kiislamu ambalo linaeleza kwamba akitaka kutoa sadaka nzuri mtu lazima aanze nyumbani kwake. Ina maana kwamba hawezi mtu kwenda msikitini kutoa sadaka milioni ilhali nyumbani kwake watoto wake wana njaa na mke wake. Kwa hivyo kwa mara nyingi tunasema kwamba sadaka njema ni ile ambayo mtu hutoa nyumbani kwake mwanzo, kwamba amemaliza pale nyumbani kila kitu kiko sawa, ndipo anakwenda kutoa kule nje. Kwa muktadha huu nikiunganisha na swali lako, kwanza nichukue pale aliposema mwenyekiti chairman kwamba tunakubaliana kwa swala la mchango kwamba iwapo tuna mchango ambayo huwa ni kwa mahitaji maalumu katika msikiti maalumu, ile mchango huwa ni kwa ajili ya jambo maalumu. Hili hatuna shaka nalo kwa sababu hufanyika mbali na ibada. Kwamba ibada imekwisha na sasa atatangaza yule imamu kuna mchango. Kama katika misikiti kwa mfano, kila wiki watu hulipiwa bili za hospitali. Misikiti mikubwa hasa humu mijini, katika miji zote huku Kenya, kitu ambacho kinaendelea kila wiki siku za Ijumaa, watu hulipiwa michango za hospitali kwa sababu watu wameshindwa kulipia zile gharama zao za matibabu. Sasa tukiangazia kitu ambacho kinaleta matatizo na ambacho kinaleta haya yote tunayozungumzia ni kule siasa kufanywa katika sadaka. Bimaana kwamba kwa sababu tunajua wanasiasa ndio wenye pesa ambazo mengine chanzo chao hatujui, lakini anapokuja atatoa mchango mkubwa, na akitoa mchango mkubwa anataka lazima ionekane, lazima itangazwe, lazima iwe katika runinga, na yeye pia anataka ile mileage yake ya kisiasa kwamba amefanya kitu kadhaa wa kadhaa. Nafikiri hapo ndipo penye matatizo na masala kubwa ambayo tunazungumzia, kwa sababu watu wengine wanaona kwamba kwa nini msikiti fulani ama kanisa fulani imepewa mchango kiasi hicho, ilhali watu wa maeneo yale, sizungumzii Kenya nzima, watu wa maeneo yale, kuna wale ambao wana njaa, kuna wale ambao wana matatizo, kuna wale ambao wana shida. Lakini tukijua kwamba laitani kama ingelikuwa zile sadaka ambazo zinatolewa kwa aina hii katika nyumba hizi za ibada, kwa sababu nyumba za ibada, moja najua katika role kubwa ambazo zinacheza ni kucomplement mambo mengine ambayo hata serikali huwa hayafanyi pale katika kijiji. Kuna misikiti ambazo ama makanisa ambazo tunajua yanatoa huduma, kwa mfano kama hivi nimesema, kuna watu wanalipiwa hospitali, kuna watu wanapata maji pale, kuna watu mengi yanafanyika pale. Ikiwa zile sadaka zinatumika kwa njia kama hii kusupplement yale ambayo watu wa sehemu ile wana matatizo nayo, lakini ikiwa sasa itakuwa kwamba imetolewa ilhali watu wa sehemu ile hawajapata, hii ndio inaleta matatizo kubwa, kwa sababu siasa zote zinakuja kwa nini imetolewa na watu ilhali hawafaidiki. Na wengi wamesema kwamba makanisa sasa yamegeuzwa kuwa biashara. Narudi kwako mhubiri David, utueleze mengi zaidi. Tuvuke tuelekee katika kaunti ya Kakamega. Namuona Alan Ochanda anatangamana na wenyeji wa eneo la Kakamega. Alan, wanasemaje? Mwelekeo utakuwa ni upi kuhusu tatizo hili ambalo tunalishuhudia kwa hivi sasa? Sijui niliita tatizo, lakini limeibua mgawanyiko, kumaanisha ni tatizo, kwamba wengi wamegawanyika, wasijue kwamba ni siasa zinaenezwa, ni biashara, kweli ni kukuza Injili, au tatizo liko wapi haswa? Wenyeji wa Kakamega wanasemaje?
Na Zubeda, kama tu mdahalo huo ulivyoweza kuzua gumze kote nchini, ukitizama jinsi baadhi ya vijana wa kizazi cha Gen Z wakiweza kuingia mitandaoni na kuweza kuzua joto, wakidai kwamba ile michango ya wanasiasa katika madhabahu basi si sadaka tu, ila inachangia sasa pengine kuweza kuhitilafiana na ule uhuru wa wale viongozi wa kidini. Hapa Kakamega tumeweza kutangamana nao wengi, baadhi wameweza kuondokea na kuweza kurejelea shughuli zao, ila wana maoni kinzani, maoni mseto. Baadhi wanasema ni sawa wa vile viongozi wa kidini kuweza kuendelea kupokea fedha hizi ama michango kutoka kwa wanasiasa, wengine wanasema si vyema. Ila tuweze kuzungumza nawe, tueleze jina lako na pengine wewe unahisi namna gani kuhusu michango ya wanasiasa kwenye madhabahu. Mimi kwa majina naitwa Msungu Ngaira, nikuwa mkaaji wa Kakamega. Mimi ninasema nitaunga mkono kwamba kila mtu hausike kwa njia moja nyingine katika kujenga madhabahu ya Bwana, kwa sababu hata katika Biblia Solomon hakuwa priest, alikuwa mwanasiasa, mfalme, ndiye alijenga hekalu la kwanza la Bwana. Na mimi nitasema kama muumini ama mshirika mkuu katika madhabahu, nitasema mtu yoyote, awe mwanasiasa, awe mtu wa kawaida, ahusike kwa njia moja ama nyingine. Kwa hii hata katika Biblia, wakati Yesu alipokuwa akikutana na watu, wakamwambia fulani mtoto wake ni mgonjwa, alikuwa anaitwa mzee Akida. Wakasema huyu alitusaidia kufanya nini? Kujenga kanisa. Na Yesu akawaambia katika hiyo imani yake mtoto wake amepona. So mimi nitasema naunga watu wote, wao wanasiasa, wao watu wa kawaida, wazidi kuhusika kwa njia moja nyingine kujenga madhabahu ya Mwenyezi Mungu. Either wao Waislamu, wao Wakristo, wahusike. Kwa sababu moja, sisi tusifungie macho. Hao wanasiasa pia wanaenda katika bar, wananulia watu pombe. Tushaika wabono walego wasikatae hiyo pombe. Nikikuuliza tu swali moja, wewe unasema kwamba pengine itakuwa pengine ikiweza kuchangia watu kuweza kuingia kanisani, ila huoni kana kwamba pengine michango hii itakuwa ikiweza kugawanya makanisa? Kwa sababu kuna baadhi ya makanisa, viongozi wa kidini ambao wanasema kwamba ukitoa isijulikane, usiweze kuweza kutangaza hadharani. Na pengine ukitazama wanasiasa wengi, si ni wanasiasa wote, hata si wengi, wote wakitoa wanaweza kutangaza hadharani. Huoni kana kwamba pengine inaweza kuwa ikipenyeza siasa na kuweza kuharibu pengine ule uhuru wa kidini? Haina hivyo, kwa sababu kuna vitu viwili, kuna harambe na sadaka. Sadaka haifai kuanaunsiwa, lakini harambe itaanaunsiwa kuanzia kitambo sana, unless sisi tumekuwa wafasi wa shetani, ndio tunasema ya Mungu isipatiwe, ya shetani ipatiwe. Mimi nitasema kama ni harambe, tunaita mkusanyiko ya watu tuiye radhi kwa mgando huo wa picha. Mtazamaji, ni mwanahabari wetu Alan Ochanda akiwa katika kaunti ya Kakamega. Lakini umesikia hisia ambazo zimetolewa na wakazi, na nisome kauli mbili tatu kisha turudi kwa wageni wetu hapa studioni. Mmoja anasema haifai kupewa pesa, lakini wafanye maendeleo ili watu wote tunufaike. Mwingine anasema makanisa imekuwa kama siasa, watoke wajionyeshe iwapo wanataka kusimama. Mwingine anasema chochote kile mkono wa kulia unatoa, hata mkono wa kushoto usijue. I close my case. Ni Beatrice akiwa Mathare. Mwingine anasema maombi ya wenye dhambi kwa Mungu makelele tupu. Pastors, bishops, reverends wametutumbukiza hii nchi kwa kupenda pesa. Mwingine anasema praise God, mimi ni msomi wa Biblia sana, lakini kuna huyu Naaman katika Biblia ambaye sadaka yake ilikataliwa na mtumishi wa Mungu. Mwingine anasema mimi napinga kabisa hilo swala la wanasiasa kutoa pesa kanisani na kutangaza. Biblia inatuongoza wazi kuwa ukitoa sadaka utoe kwa usiri. Mwingine anasema pesa kanisani sio hoja, ni siasa. Mbona makanisa hayakatai pesa za wazungu ambazo hazijulikani? Imeenda rais akitoa mchango wake inarudishwa. Ni siasa za Mwafrika hizi. Ni Felix akiwa Nandi County. Mwingine anasema mwingine anasema hao mapastors wachunge maneno yao. Sisi washirika tunaweza kusema kwamba hatutatoa. Aya, mambo sio mchango, ni siasa zimekuwa nyingi. Mhubiri wanasema sasa, je kweli, na tulitaja hili, wanasiasa basi wanyimwe ile nafasi kuzungumza katika maeneo ya ibada, itasaidia.
La pili, limejitokeza kwamba maeneo ya ibada yamebadilishwa kwamba yamekuwa sasa ni maeneo ya biashara. Kuna mmoja hapa vile vile ametuma ujumbe akasema viongozi wa kidini sasa ndio wanatumbukiza taifa la Kenya katika ile tamaa ya pesa. Unakubaliana na semi hizi? Na ni vipi mnaweza kurejesha ile imani ya mwananchi tunapokaribia kuhitimisha mjadala huu? Kwa muktadha wa kuabudu kwa roho na ukweli, vile maandiko yanatuelekeza ni kwamba wakati tunaingia mahali kwa ibada, hiyo ni ibada. Hiyo airtime ni ya Mwenyezi Mungu. Ndiye tunamuinua, ndiye tunampatia sifa, na mimi sina nafasi yoyote kukuja pale nishiriki katika hizo sifa za Mwenyezi Mungu. Kwa sababu wakati wa kuabudu, Mungu ndiye tunaangalia. He's our center at that point. Kwa hivyo wakati ambapo tunafikiria mambo kama haya ni kujua kwamba, na nilisema kwamba kuna wale makanisa ambao kabisa wamekataa kupatia viongozi wa kisiasa madhabahu kwa sababu pale ni mahali patakatifu na hatufai kuchanganya na siasa mahali pale. Kama sasa ni mambo ya mchango, hiyo itakuwa ni jambo lingine tofauti kabisa. Na ndiposa tunasema kwamba wakati wa mchango huenda ikawa pengine fedha zitatangazwa. Na pia makanisa tofauti tofauti wako na mipangilio pia wakati hata tukienda wakati wa au matoleo. Kwa hivyo wakati tunakuja kwa kanisa kuabudu, hiyo ni nafasi ya kipekee. Tafadhali hapo tusiingize kitu kingine. Lakini sasa kwa michango, kwa sababu pia pale siasa zitaingia mahali pale, kuna masuala na hisia tofauti ambazo pia Wakenya wanauliza. David, wewe sasa tunajua mshahara wako. Inakuaje? Kila mahali tunakuona unafanya 1 2 3. Unaona? So hiyo imbalance. Alafu anaangalia mchungaji wa David ni kama atusikii, ni kama anamkosoa. Kwa hivyo sasa zile hisia zinaingia kwa Wakenya, unapata hatuoni kama ni kanisa linakosoa serikali. Na kwa sababu sasa ile imbalance iko pale, unapata sasa shida inatokezea mahali hapo. Kwa sababu kama kungekuwa na hiyo checks and balance, ungepata ya kwamba pengine mambo yatakuwa shwari kidogo. Na mambo ya kuingiza kusema makanisa yamekuwa ni biashara, nimesema hiyo tayari ya kwamba ni inakuja sasa kwa wajibikaji. Viongozi wa makanisa, wajibikaji ni vipimo gani ambazo washirika wetu wakiangalia wanatuona kwamba hawa ni viongozi ambao wanawajibika kwetu sisi. Sisi kama pia washirika tunawajibika kivipi? Kwa sababu mimi kama utaenda nipate mahali ambapo ni kanisa ambalo iko na desturi mbaya, pia utaniuliza wewe ni nini ambacho kilikuvutia mahali pale. Kwa hivyo uwajibikaji ni pande zote mbili. Na daktari, kwa ufupi sana naomba sekunde kama 10 kama itawezekana. Kuna mmoja amekuuliza swali hapa kwa sababu muda wetu umekwisha kabisa. Amesema Zubeda mwambie Bishop kwamba Ruto alitoa pesa zake binafsi. Deni la SHIF na NHIF ni la serikali wala sio la Ruto. Ni Daktari Ngiela Ronald akiwa Athiriva. Utamjibu vipi kwa ufupi? Nitamjibu ya kwamba hakuna tofauti kati ya Rais Ruto na Ruto binafsi na Ruto mwana Kenya. Na ukiendelea kuangalia utajua ya kwamba wakati umepanda umefika kiwango fulani, mara nyingi unazusha ile hali yako ya chini, unabaki na ya juu. Na yote unafanya unaonekana kama ni yule yako juu. Sasa mimi hapa nikikosea, mtasema mwenyekiti wa NCCK amekosea. Nikifanya vizuri mtasema mwenyekiti wa NCCK amefanya. Mtasema ni Agola amefanya, Elias amefanya. No. Kwa hivyo tunasema ya kwamba rais wetu tunampenda kwa sababu ni Mkenya, kwa sababu ndiye kiongozi wa Kenya. Atuongoze kwa njia ambayo itakuwa inasikiza na watu wanasema nini. Uwezi ukaendelea tu na kitu na unasikia kabisa watu wanasema inawachukiza. Naam. Kwa kufunga shake, wewe ndio unatutolea kauli ya mwisho. Ile mtakumbukwa nayo. Ile moto kabisa. Kwamba amesema serikali itoe mwongozo na itende mema ambayo jamii itajivunia. Je, viongozi wa kidini nao, kwa sababu sasa hivi ndio wanamulikwa. Inaonekana kwamba si wale wa zamani ambao wangesema kitu wakafuatwa. Kwa sababu inaonekana kuwa kuna migawanyiko miongoni mwa viongozi wa kidini. Ile imani itarejeshwa vipi kwamba mwananchi anaweza kumtegemea kiongozi wa kidini amtetee na atetee maslahi yake? Kwa ufupi naomba kwa sababu ya muda. Zubeda, kitu ambacho mimi nitasema kwamba
kwa upande wetu sisi viongozi wa kidini, lazima na sisi tuache tabia mbaya, tabia za kuwaomba pesa wanasiasa, kwa sababu kwa mara nyingi tunatumia ukuruba wetu kwa wanasiasa. Connection, kila mwanasiasa anatafuta kiongozi wa kidini ambaye atakuwa karibu naye, na viongozi wa kidini tunatumia ule ukuruba ama usuhuba ili kuweza pia kuwaomba pesa, wakati mwingine kujinufaisha binafsi. Hili ni tatizo kubwa ambalo pia sisi tunayo. Bimaana kwamba wakati wewe uko katika nafasi, wewe ile nafasi unajiangalia wewe, na kujiangalia wewe bimaana unatumia ukuruba wako, ile influence yako, ili wewe na yule ambaye unamtegemea kama ni mwanasiasa akunufaishe. Na hili ndio swala kubwa ambalo linaleta, na tunatumia sana sana majina ya taasisi zetu za kidini. Na mwisho wa siku mtu akumbuke kwamba anawakilisha bendera fulani. Namna ambapo umesema ni NCCK si wewe, ni ICC si wewe, ni SUPKEM sio wewe, ni Kenya Editors ama ni KTN sio mimi, sio. Kwa sababu mwisho wa siku tunawakilisha watu fulani na wanatufuata. Nafikiria huo ndio ujumbe ambao umejitokeza mnapohitimisha kauli hizi. Kaundo yangu tumekuwa naye Daktari Elias Otieno Agola ambaye ni mwenyekiti wa NCCK, tumekuwa naye Reverend David Mutuku ambaye ni mhubiri katika kanisa la ICC, na tumekuwa naye Sheikh Yusuf Abu Hamza ambaye anahusika na masuala ya dini katika baraza la SUPKEM. Asante sana kwa muda wenu. Tunashukuru sana. Tunatumai kwamba mijadala itabadilika katika jamii. Asante sana mtazamaji vile vile kwa kuchangia katika kufanikisha sehemu yetu ya mahojiano. Leo tumeangazia masuala ya dini, lakini vile vile tunazo taarifa nyingine ambazo tunazifuatilia, zitakujia vile vile katika taarifa zetu za baadaye. Na tuangazie moja kutoka Narok ambapo tutarejea na taarifa hiyo muda usiokuwa mrefu, tukueleze yanayojiri katika kaunti ya Narok na Kisii. Nipunge hewa kidogo.